Hello my good people, mambo vipi? Popo wa Kadala official hapa. Bwana tulipata safari ya kutembelea Uganda kwa majirani zetu. Tulienda huko kusambaza lugha ya Kiswahili jamani. Maana Kiswahili imekuwa ni lugha ya 7 duniani. Sasa katika lugha kuu zinazotambulika, lugha kuu Kiswahili ni lugha ya 7. Yaani 1 2 3 4 5 6 7 ndo sisi hapa. Na sisi ndo najua wazawa wa Kiswahili. So we are very proud of it. Na tunatakiwa tukiendeleze yani. Sisi ndo walumbi hasa wa Kiswahili. So tulipata mwaliko wa kwenda Uganda, kwenda kufanya kongamano la Kiswahili. Kuwahamasisha majirani zetu wajifunze lugha ya Kiswahili kwa bidii. Waone kwamba hii lugha ni sehemu ya maisha yao. Waone kwamba hii lugha ni asili ya makabila yao, lugha zao mama zile. Hii lugha ni asili ya hizo lugha zao. Hii lugha haijafika kwa ajili ya kuharibu au kuangamiza lugha zao kama wanavyoamini. Yapo makabila ambayo wanaamini kwamba kukipokea Kiswahili ni kuua lugha zao mama. Kwa mfano mimi hapa ni Mngoni. So nikijifunza Kiswahili maana yake na uwa Kingoni. Wapo watu wanaamini hivyo. Haipo hivyo. Yaani lugha ya Kiswahili imetokana na lugha zetu za Kibantu. Unapozungumzia lugha za Kibantu, lugha zote zinazopatikana jangwani yani kusini mwa jangwa la Sahara, baadhi makabila machache tu au mataifa machache tu ndo hayahusiki, lakini ambao tunawaita Wakushiti. Lakini makabila mengine yote yaliyo mengi kwa asilimia kama 90 na kitu hivi, Kiswahili ndio original yake. Yaani Kiswahili kimetokana na hizo lugha zetu. Kwa hiyo iwe nchi yoyote ile Afrika, ukiwatoa hao wa Libya, ukiwatoa wa Misri, ukatoa na mataifa mengine ambayo ya white people, yale makabila mataifa yale sio hawahusiki. Lakini black people, Swahili is African language. Swahili ni lugha ya watu weusi. Swahili ni fahari yetu. Kwa hiyo tulienda huko kushiriki tamasha la kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili. Tulienjoy kwa kweli. Tuliondoa stressi. Tumerudi na nguvu mpya. I'm telling you. Vitu ambavyo tulivifanya huko vilikuwa vinavutia, yani vilikuwa vizuri. Tulifurahi, tumeiona Uganda, tumeiona Makerere, tumeona Mwalimu Nyerere wapi alikuwa anasoma, tumeona Mwalimu Nyerere sehemu ambazo alikuwa anafanya kazi, tumeona jinsi Uganda wanavyomwenzi Mwalimu Nyerere, tumeshuhudia mengi. Lakini kilicho tuvutia hasa kutoka Uganda, tulitembelea hayo mafuriko, maporomoko ya Muchi, nakwambia yanaitwa Madison Falls National Park. Hayo ni mafuriko ambayo yanatokana na mto Nile. Bwana, kwa bahati mbaya sana muda ulikuwa umetubana sana, lakini tulitakiwa tupite kabisa kwenye ile daraja la mto Nile hivi tuuangalie na ule mto. Lakini tulipita hapo usiku, na kutoka hapo mpaka tulipokuwa kwenye destination yetu palikuwa ni parefu sana. Kwa hiyo tukupata sana muda wa kurudi tena kule. Kwa hiyo wakati tunarudi tulipita Mutukula kurudi huku. Tungepita tena Kenya, tungepita kwenye ule mto Nile darajani, tukapiga mapicha pale, tukaenjoy na nini. Lakini hatukukosa sana kwa sababu tulienda kwenye kushuhudia Madison Falls National Park ya Uganda, ambayo mafuriko hayo yanatokana na mto Nile. Mimi siwezi kuongea mengi, na kuachia tu wewe uweze kushuhudia na kuangalia mafuriko au maporomoko hayo ambayo Madison Falls.
Leo umefurahi sana. Pale inapita kwenye milima kabisa. Sasa yale ni makubwa kuliko na ya Chicago. Picha nzuri. Haya piga mwenyewe. Sasa mwenyewe unafanyaje ukae. So walisema ufiki mbali mbali. Wamepata aibu kubwa hii leo. Una mahali? Mahali inazungumzika. Wamepatwa na aibu. Inazungumzika. Imekaaje? Iko vizuri. Mbona melo wa sasa unasema uloi? Kabisa. Haya, mbona melo wa nani tu? Melo wa juu tu. Nipige mdogo wangu. Sawa. Asiingia. Watu washapoa. Waandishi wa habari. Niambie ulichofurahia. Nimeoga. Umeoga? Bwana joto nimeoga. Umefurahia nini? Nimefurahia kuona uumbaji wa Mungu katika matembezi haya kwenye chanzo cha maporomoko ya Munich, maporomoko ya mto Nile. Kama Mlumbi wa Kiswahili najivunia kuwa Mwafrika. Hebu nipige picha. Hapa tunataka nini? Hapa ni mnyonyo. Hapa ni nataka nipige pale kwenye baba. Basi aliyopanda daktari Yesaya lina picha ya swala ba. Kwa hiyo ukipanda huko utapanda daktari Yesaya. Unakutana na Mlumbi Jona. Mlumbi kila pahala. Wewe kwa nini ukupata taarifa ya kutoka kwa? Alafu mambo ya kusema kwamba wewe unapenda